بك إخواني وأحبابنا إكرام. Lulu za Hikma Dua, Lulu za Hikma Dua number 39, number 39. Mwanadamu amekuja mtupu, lakini anafanya jitihada kupata kila kitu, na vitu ataviacha vyote, haondoki na chochote katika hivyo, na ataulizwa kuhusu kila kitu. Ikhwani wa ahbabana ikram, changamoto zote katika maisha yako zimekuja kukujenga. Hakikisha unajengeka, unaongezeka kitakwa, na daima songa mbele kwa kuangalia nyuma maisha ya mitume na wanawake waliopita katika karne tukufu 3 za mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na tabi'in. Hautafeli hapa duniani, umekuja kufanikiwa na si vinginevyo. Ikhwani wa ahbabana ikram, kama unapenda maisha, basi usipoteze wakati, usipoteze muda wako, kwa maana hayo ndiyo maisha yanatengenezwa. Sambamba na hiyo, the pills of wisdom, Lulu za Hikma Dua, ambazo zitakuwa pia katika English. If you love life, then do not squander time, for that is the stuff life is made of. Kama unapenda maisha, basi usipoteze wakati, kwa maana hayo ndiyo maisha yanatengenezwa. Ikhwani wa ahbabana ikram, ili kunufaika moja kwa moja kutoka kwenye kudra ya Allah tabaraka wa taala, inatulazimu kutekeleza amri za Allah katika utaratibu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na swala ndiyo amali ya muhimu zaidi na amali ya msingi. Ikhwani wa ahbabana ikram, ewe mja wa Allah, kuwa mzuri wa maneno. Neno linaweza likaleta busara, watu wakaishi vizuri, hasa ukiwa mkubwa au kiongozi au mlezi. Jifundishe kutoa maneno mazuri, kwa sababu maneno yako yanaweza yakavunja heshima yako, upendo na thamani yako kwa watu. Tofauti inaweza kuletwa na neno ni kubwa sana. Ikhwani wa ahbabana ikram, Mola wako akikujalia mwanzo mpya, usirudie tena makosa ya zamani. Mabadiliko yanaanzia na wewe mwenyewe, na mafanikio yako ni maamuzi yako. Ukitaka unaweza ukaamua kufanikiwa au kupata hasara ya milele katika maisha ya mpito ya dunia mpaka akhera. Vitendo vyako ni alama ya kuonyesha maamuzi yako. Ikhwani wa ahbabana ikram, mtu anapokusaidia hali ya kuwa yeye mwenyewe pia anapitia mengi yenye mahitaji, huo sio msaada, hayo ni mapenzi. Kwa hivyo mshukuru Allah kwa kuwa na mtu walau mmoja kama huyo katika maisha yako. Yeye Allah akikupenda hutia mapenzi katika nyoyo za waja wake juu yako, na hayo ndo mapenzi kwa ajili ya Allah. Ikhwanu ahbabana ikram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, hakika katika kufanikiwa kwa mtu ni kurefuka umri wake na akaruzukiwa na Allah taufiki ya kuelekea kwake kwa kutubia madhambi. Ikhwanu wa ahbabana ikram, huu ni wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, wakati watu watakapoweka hazina au akiba za dhahabu na fedha, yani watu wakiwa bize kuitafuta na kukusanya mambo ya dunia, hapo nyinyi wekeni hazina ya maneno haya. Yani wewe yachunge, chukua uzito wa maneno haya. Maneno gani? Ewe Allah, ninakuomba kutekeleza ipasavyo na umadhubuti kwenye kila jambo, na ninakuomba uimara juu ya uongofu, na ninakuomba uwezo wa kukushukuru kwa neema zako, na uwezo wa kutekeleza vizuri ibada zako, na ninakuomba moyo uliomsafi, na ninakuomba ulimi uliomkweli, na ninakuomba kheri zote, na ninaomba ulinzi wako kutokana na maovu yote, na ninaomba msamaha kutokana na madhambi yote. Kwa hakika wewe ndiye mjuzi wa yote yasiyoonekana. Musnad Ahmad. Allahumma nas'aluka thabata fil amr wal azimata ala ar-rushd, wa as'aluka shukra ni'mataka
mpaka mwisho. Ikhwani wa ahbaba na ikram, na hapa kwa jina la Allah, enyi wazazi, ulimwengu uko katika zama za fitna. Kuwa makini sana katika malezi ya mtoto wako wa kike. Kumlea mtoto wa kike ni jihad. Hakikisha unajidhatiti kumlea mwanao. Tumia nguvu, fikra, mbinu, tahadhari zote katika kumlea binti yako. Hakikisha kila sekunde ndani ya masaa 24 unajua binti yako yuko katika mazingira gani na hali gani anapitia. Zaidi ya yote, tujifunze kuwalea watoto na si kufuga watoto. Ikhwani wa ahbab na ikram, asema Amiru na Sheikh Saad, unataka kuwa mcha Mungu, unataka kuwa mtu wa takwa wewe, basi fanya kazi mbili. Hifadhi macho yako na fanya toba ya kusengenya. Unataka kuwa mcha Mungu wewe, unataka kuwa mtu wa takwa, basi fanya kazi mbili. Hifadhi macho yako na fanya toba ya kusengenya. Ikhwani wa ahbab na ikram, tunaishi katika siku zenye machafuko ya ajabu. Tunaishi katika ulimwengu ambao makosa yamefanywa kuwa ndio haki. Watu wanafikiri furaha kubwa ni kuishi kwa kutimiza matamanio ya nafsi zao. Yale yaliyoitwa maovu sasa hivi yanasherehekewa. Ukweli hauna maana, na mbaya zaidi, ukweli ndio unaonekana uongo mkubwa. Giza limefanywa kuwa ndio mwanga. Ngumu kwa watu waliozama katika batil na kupotea kimaadili kiasi hiko kuijua haki kutokana na batil. Mbaya zaidi, hata ukionyesha njia ya hidayah, dhahiri kabisa utaambiwa wewe hujaelewa, wewe umechanganyikiwa. Na haya ndiyo maradhi ya umma. Ikhwani wa ahbaba na ikram, Doa Dhikri Only Academy ni kituo kwa ajili ya malezi ya nafsi. Leo tunaona watu wana maradhi mbalimbali. Yale maradhi wanakwenda hospitali, mtu ana ukimwi, ana malaria, ana UTI, na mara kwa mara wagonjwa wanatofautiana. Mwingine maradhi yake ni ya kawaida, mwingine maradhi yake mpaka alazwe na mfano wake. Lakini leo hatujajua mwanadamu huyu maradhi ya kiimani ni makubwa kiasi gani. Maradhi ya imani yana hatari kuliko nuclear bomb. Maradhi ya imani yanaangamiza kuliko unavyoangamiza ukimwi. Maradhi ya imani yanaangamiza kuliko kaswende, kuliko kansa, na kuliko maradhi makubwa unayoyajua wewe. Na watu hawajayajulia uzito wa maradhi haya. Maradhi ya imani ni makubwa, yanafikia mpaka mtu anafanya maamuzi ya kujiua kwa ajili ya mapenzi. Mtu anafanya maamuzi ya kujinyonga. Mtoto wa kiume anafanya maamuzi ya kwamba mimi bwana naamua kuwa shoga, na mfano wake kama hivyo. Dunia imechafuka kiasi hicho. Kwa ajili ya kurejesha watu kujua uzito wa maradhi ya imani, leo matetemeko ya ardhi, jua kuwa kali, vifo vya ghafla, ajali kuwa nyingi, majanga juu ya majanga, mvua kuwa ni zenye kuleta mabalaa na si zenye kuleta tiba kwa watu. Haya yote ni alama kwamba Allahu tabaraka wa taala amekasirika. Kwa hivyo tukifanya kurejea katika zile taratibu ambazo Allahu tabaraka wa taala anataka, basi umma utarejea katika makusudio. Na makusudio sio kukaa humu katika mariwaji, katika mitandao, katika social media. Makusudio, wanaume warejee msikitini, wanawake warejee kwenye majumba yao, na watoto wahifadhike katika mazingira kama hayo. Nyumba zetu ziwe kama nyumba za masahaba, misikiti iwe kama Masjidi Nabawi, na mitaa yetu iwe kama mitaa ya Madinatu Munawwara. Ikhwani wa ahbaba na ikram, umma huu ifikie kipindi mtoto wa Muislamu awe kama mtoto wa sahaba. Mtoto wa sahaba alikuwa ni qari, alikuwa ni dai, alikuwa ni hafidh, alikuwa ni abid. Ndugu zangu, ilmu ni kama mti, asema Sheikh Saad, ambao mizizi ya ule mti ndo wale waliotangulia katika ilmu, na shina la ule mti ndo vituo vya kidini, marakiz, sehemu mbalimbali zinazofanyika harakati za dini, na matawi ya ule mti ndo ulama tuliokuwa nao katika zama hizi, na majani na matunda ya mti ndio watu waliobakia katika umma. Hivyo tufanye juhudi na tuwe tayari kwa ajili ya kupata mafanikio yetu. Ungana nasi zaidi, tutakutana katika